kana laana zilikuwa zinakuja namna hiyo. Mungu wetu hata kama anakasirika, laana anakupa na upendo pia anakupa na blessing pia anakupa. Wewe kama mwanadamu ambaye unamjua Mungu, utafanya nini ndio utoke kwa ancestors wako urudi kwa Mungu wako upate tu baraka peke yake si laana? Mtu wa Mungu, siku hii ya leo nataka ulisikie hili neno. Kuna watu backgrounds walizotoka ndani. Ni backgrounds ulikanyaka chini mkuu ukajua barabara ni kusema nini. Ikajua mawe ni kusema nini. Ikajua wewe shule ni kukanyaka maji upepe socks utavalia mbele. Kama ulishakuwa unaruka mito kule kwenu ukienda shule, unabeba socks zako kwa mfuko na viatu zako zile wash underwear, unafaa kamput my friend. Never joke with the word of God. I've been in this book and read it and nikaielewa. Na naije nawo manandiko. Ewe kali babandu beobe bakusale wewe basala papo wewe malabafwa nendelana. Ewe wakala wecha Mungu omwo enga omundu wenye kana wiche Mungu muno maloko ebantu. Wecha nendeli kuwasina, wecha nende bulalo sina. Ulikuja kama nani utasaidia nani? Onyala wabo mundu malawecha mawamo. Yes, me have come to take this from this position to another level. If my parents did not reach where I am now, God bring your blessings. I want to go far, 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 and I want to raise my generation from where they are. Even Lord, they didn't know your name, but here I come. I want them to know you. Jesus Christ will see you. Jesus Christ and the Father will see your tears, and they will come to rescue. They will come to power you. You will go far. Kwa sababu amesema mwenyewe, hilo laana ambayo alikupea, ile laana ambayo alipea wazee wako, ataiondoa kama tu wewe na kisasi chako utatoa roho yake. Utaelewa maandiko, utamupa Mungu roho yako, na utafanya mwili wako kuwa tembo kula Mungu. Tembo yani I mean hekalu. Ewe wola wa mundu okundu manyile wele. And when you and your children returns to the Lord your God and obey him with all your heart and with all your soul according to everything I command you today, then the Lord your God will restore your fortunes and your compassions on your way and gather them again from all your nation where he scattered them. Yani welala yushabuli sindu. Vindu vyaba vyatapaka. Iyo vitu zenye zilikuwa zimeenda, Mungu anaenda kuzirudisha. Yale mataifa ulikuwa umetumwa na laana, ukafike kule ukafie kule, ukaletwa ukiwa juu ya jeneza. Wengine wafurahii watoto wa watu wakiwa wametoka kivijijini wameenda mjini. Mtoto wa mtu anaenda kutafuta kazi, wakati anapata kazi anarudi kule manyumbani, amesema mimi nimelelelewa na hao watu wa vijiji, ngoja niwabaie chai. Ukishawabaya chai unaporudi kule, wametuma laana mbele zako. Lakini kama unamjua Mungu, Mungu atakusanya zile laana zao, anawarudishia wale waliokutupia laana, na atakuongeza mambo mazuri, na atazifanya zile laana kuwa baraka. Wewe kule unapoenda, unapojua tu mimi namtumikia Bwana, unapojua tu mimi siwezi muacha Bwana, Mungu na yeye haezi kuacha. Hatakimbia na wewe kila maadui wanapoinuka. Wakati adui anapoinuka, Mungu anainuka pale na wewe. Wakati adui anapocheza, Mungu naye analeta music wa injili. Unapokuwa unaingia katika music wa injili, Mungu anajua njia yako. Njia yako iwezi kutana na watu ambao hawamjui Mungu. Mungu akasema wewe na wakisasi chako utakapomrudia yeye, atabadilisha zile laana kuwa baraka, na yale yote yaliyokuwa yametoweka ndani mwako, Mungu anaenda kuyarudisha. Yale yote uliyokuwa umepoteza, Mungu anaenda kurudisha. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja nikawa nimekaa chini nikasema, kama binadamu unaweza lala, roho yako inadunda 24/7,
Umelala usiku, roho bado inadunda, na gari usipoliekea mafuta litazimia. Uwezi enda mwendo wa usiku na mchana, litazima. Yani wewe unataka kukompiti na Mungu, Mungu ambaye anakupa uhai, ambaye anakuwekea feeling every day. Do you want to compare your things, worldly things, with the heaven things? Please come to the Lord. Give your Lord your heart. Please make your soul the restorations. Mungu hawezi kuacha. Nikasema kama mimi, wakati nilipokuwa naenda kazi, nimeacha mtoto wangu wa miezi 3. Nilipotoka kazini nikafika karibu sana na nyumba ninayoisha, nikapata ajali ingine karibu inimalize. Lakini nikakumbuka jinsi unavyomuita Mungu. Katika kitabu cha Isaia inasema wewe muite Mungu hata kama uko katikati ya mawimbi. Wewe muite Mungu hata kama uko katikati ya mafuriko. Wewe muite Mungu. Hivyo akili zangu ndizo zilikuwa zinaongea, kiwiliwili changu kilikuwa kimekufa. Lakini nikakumbuka, nikamwambia Mungu, kama mimi ninakuita kila siku, kama mimi nakuhubiria watoto wako umenituma, ninaita jina lako kila mara, na niko na mtoto ambaye ananyonyesha, kifua changu kimejaa maziwa, na ulisema hakuna premature death kwa wale watu ambao wanakujua, na ulisema hakuna premature death kwa wale watu ambao walikimbilia jina lako, na ukasema hakuna mtu ataacha watoto yatima kama wewe ungali juu mbinguni. Na ukasema tena, ulichopatanisha dunia hii hauwezi taka kukitenganisha kwa sababu ya midomo ya watu. Nikamuita Mungu na nikamwambia Mungu, ndio huyu mimi hapa nimekuja, na wewe ukiniacha mimi nitaacha watoto wangu na nani? Besides walikuwa wana baba yao, lakini cheo cha mama katika familia ni cheo kikuu, lakini cheo cha mama, jina la mama katika nyumba ni jina zuri. Nikamwambia Baba, nipe chanzi hii niitumie, sitakuacha. Nikamwambia Baba, nirudishie uhai. Nikamwambia Baba, natamani kuishi na watoto wangu. Nikamwambia Baba, nipe pumzi tu ya leo, nitakusifu. Kumbe unaongea na mtu ambaye anakusikia. Mungu alinisikia na akaniambia, mwanangu, amuka asubuhi, nenda ukaone watoto wako. Nilifika Kenyatta Baba, na ni Kenyatta hospitali. Ukienda kule uingizwa ICU, wewe jua maisha yako ni 50-50. Aidha urudi ukiwa vilema, aidha urudi ukiwa wewe yani umekuwa kiwete. Lakini nikasema, Mungu, mimi sijui niko wapi, lakini wewe utatenda, tutaingia ndani mwangu na utanirudishia uhai, na mimi sitawahi kuacha. Nikakumbuka wakati ule nilikuwa nimekuja Nairobi. Nimekuja Nairobi, nimepata mtoto wangu wa kwanza. Mimba yake ikafika miezi 3. Mimba ikaanza kutoka madamu tu. Damu ikaanza kutoka yenyewe tu. Nikashindwa mimi sichafanya kitu ni nini. Sikuwa namjua Mungu. Sikuwa najua hata kusema Mungu nisaidie. Lakini nilipo tu mwambia jirani mimi ni damu, sijui nimefanya nini, mgongo ilianza kuuma. Nikakumbuka tu mama yangu anaenda kanisani. Nikakumbuka kitabu cha Yeremia 3:3 kinasema, nilipokuweka tumboni mwa mama yako nalikujua, nalikutambua, nilijua mwanzo wako utaanza vipi na mwisho wako utaisha vipi. Nilimwambia hivyo Mungu, nikamwambia ulinijua na unajua kiumbe kilicho ndani mwangu. Baba, fanya jambo. Nisimalize masomo yangu tu ya kidato cha 4, sijajua venye inji inakaa, na mimi nikaishia. Baba, fanya jambo. Nilizunguka na damu Kenyatta usiku mzima. Lakini Mungu alisema, mwanangu, unatoka hapa unaenda kuilea mimba yako na utaleta mtoto huyo. Nilileta mtoto wangu kwa afya njema. Nikasema Mungu anaishi. Mungu ni mwema.
Mungu ni mtiifu. Mungu ukimkimbilia, Mungu ukimpikia mkongo na ukumbuke hai, bila yeye mimi sitasonga pale. Mungu anakukumbuka. Na siku ya leo mimi ningetamani niombe mtu ambaye akamekaa mahali moyo wake umenyenyama, moyo wake umeinama, moyo wake umekataa kusikia. Baba yangu, ni mimi nimekuja, mtu ambaye hujawahi muacha. Umekuwa ukimtetea kila mara, umekuwa ukipikana vita zinapoinuka, umekuwepo pale. Kama ulinyamasisha Baba mawimbi, huyo Jona akasifanya wenzake wakafa, ukamtumia Baba ile fishe ikamumeza na ikampeleka pale ulipotaka kufikishwe. Alifika akiwa salama Baba. Tena ukampa Esta ujasiri wa kusimamia nchi yake, na Baba ukampa ule mama ana ujasiri wa kuomba akiwa amenyamaza, watu wasisome mdomo yake, bali wewe ulikuwa unasoma kutoka ndani. Waliokuwa wanamjua wakamuuliza mbona ni mlevi, lakini alikuwa hajalewa. Baba ukasema wewe unamtambua, lakini hakukuwa anawaonyesha jinsi anakukimbilia. Baba mchana huu wa leo ninatumana tu neno moja kwa ule mtu ambaye ako chini, kwa ule mtu ambaye ameinamisha roho, kwa ule mtu ambaye amekataliwa, kwa ule mtu kazi yake imeisha, kwa ule mtu ambaye anasikia mwisho wake umefika. Wewe tuma neno moja Baba, ukamuinue tena. Mifupa mikavu ilirudi kuwa watu. Tuma neno kwa maisha yake. Kama Baba aliyekuwa anatosa usuru alikuja akawapa watu double, nawe tuma neno double kwa maisha yao. Utakapofanya hivyo Baba, nitajua umenituma kwa ajili yao. Utakapofanya hivyo Baba, nitajua wewe ni mwema. Na wewe Baba utatenda, na wewe utawaacha watu wako. Na nimeomba tu hilo nikijua wewe unaweza. Na machache haya nimekuitia, uliyekufa juu mbinguni na ukafufuka kaburini. Ninaomba tu machache kwa jina lako Yesu Kristo. Naomba na takuamini.